Naam. Karibu wapendwa katika siku ya leo. God is good. Ametuwezesha tena kufika katika siku hii njema. Hebu na tuweze kuomba ili tuweze kuanza topic yetu ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele zako katika masaa Bwana. Tunakushukuru kwa vile wewe ni mwema kwetu, wewe ni Mungu wetu, na sisi ni kazi ya mikono yako. Ifika wakati ambapo tunajifunza neno lako, hebu uweze kugusa roho za watu wako, waweze kupokea neno lako na kufanya uamuzi wa hakika, waweze kukuabudu katika roho na kweli. Hebu tufungue akili zetu ili tuweze kuelewa na maandiko, kwani tukiamini msikia kutoka kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Sasa wapendwa, katika siku ya leo tunajifunza mada muhimu sana katika siku hii. Sisi kama maisha yetu sisi kama Wakristo tunajiuliza maswali mengi ambayo wakati mwingi hayana majibu. Lakini Yesu alisema kwamba Roho akisa kuja, huyo Roho Mtakatifu atatufundisha ili aweze kututia kwenye kweli yote. Mambo ambayo nataka tuweze kuyazingatia katika mafundisho yetu ya siku ya leo, tusome katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza fungu la 5 mstari 21. Inasema kwamba chunguzeni mambo yote, msike sana lililo chema. Chunguzeni mambo yote, msike sana lililo chema. Tena Mungu anasema kwamba katika maandiko ya kwamba mnaposikia neno la Mungu msifanye migumu mioyo yenu. Unaposikia sauti ya Mungu usifanye migumu moyo wako. Hayo ndio nataka tuweze kuyazingatia. Maana ni sauti ya Mungu inanena pamoja nawe katika siku ya leo. Topic yetu katika siku ya leo inazungumzia sheria ya Mungu, the law of God. Jinsi ambavyo tunavyojua katika makanisa yote ya Wakristo, tunajua kwamba sheria ya Mungu ni takatifu, maana Mungu mwenyewe ni mtakatifu na sheria yake ndiyo tabia yake mwenyewe na ndilo jina lake. Yeye ni mtakatifu vile sheria yake ilivyo. Wakati mwingi unaona kwamba kuna watu wengi ambao wanasema kwamba sheria iliondolewa na tuko chini ya sheria, tumeokolewa kwa neema. Yes, sheria katika maandiko inasema kwamba tumeokolewa kwa neema, tuko chini ya sheria. Wengine wanasema kwamba sheria iliondolewa. Tutakuja kujua kwamba sheria ambayo iliondolewa ni gani, ambayo inasema kwamba ikagongomelewa msalabani. Lakini katika siku ya leo yale ambayo nataka tujifunze ni katika sheria ya Mungu, jinsi ilivyopeanwa pale kwa mtumishi wa Mungu alipopewa pale Mount Sinai, the 10 commandments ya Mungu aliandika kwa mkono wake yeye mwenyewe. Sheria ya Mungu jinsi ilivyo ni takatifu, na tuweze kujifunza ili tuweze kuona jinsi ambavyo tunafaa kutunza hiyo sheria, jinsi ambavyo inafaa kuwa kutuelekesha. Tunaposoma katika kitabu cha Mhubiri ni 12 mstari wa 13, inasema hivi: mcheni Mungu nawe usishike amri zake, maana kwa jumla ndivyo impasavyo mtu. Je, wewe ni mtu? Je, wewe ni mtu? Ni nini ambavyo unasikia maandiko inasema? Wakati unasikia neno unafaa kulidigest, liingie katika akili zako, ujue ni nini Mungu anazungumza. Inasema kwamba mcheni Mungu nawe usishike amri zake, maana kwa jumla
ndivyo impasavyo mtu, ndivyo ikupasavyo wewe, ya kwamba usitunze amri zake, usishike amri za Mungu. Je, mtu ataweza kumjua Mungu na akose kusishika amri zake ama kusitii amri zake? Mtu anaweza? Yeye anasishika amri za Mungu, lakini azitii hizo amri. Je, inawezekana kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuwa katika hali hiyo na kweli hawa amekubalika na Mungu na huku asishiki amri zake? Tumuulize Yesu. Je, wewe Yesu, mtu ataweza kusema kwamba anashika amri zako na asishiki na awe kweli anakubalika na wewe? Kitabu cha Yohana wa kwanza fungu la 2 mstari wa 4 inasema, yeye asemaye ninamjua wala hasishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Nasikia? Hayo ni maneno ya Yesu. Anasema kwamba mtu akisema kwamba anashika amri zake, anasitia amri zake, na huku asifuati hizo amri zake na asitii amri zake, huyu mtu ni muongo na ukweli haumo ndani yake. Waongo wataingia mbinguni? Jiulize. Waongo wataingia mbinguni? Wewe ambaye naambia watu wa Mungu ya kwamba amri za Mungu hazipo, zilikuisha. Maandiko inasema kwamba wewe ni muongo na ukweli haumo ndani yako. Waongo wataingia mbinguni? Je, wewe ambaye unasikiza mtu kama huyo ambaye anakuambia namna hiyo, je, wewe unajua waongo wataingia mbinguni? Waongo hawawezi kuingia mbinguni. Ni miongoni mwa watu ambao hata waabuduo sanamu, hata ambao wanaotenda, mtu yeyote ambaye anatenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na jinsi ambavyo sheria ya Mungu inavyoagiza, hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. Hawezi kabisa kuingia. Huyo ni muongo. Na yeye baba yake ni Shetani, maana Shetani ni muongo tangu zamani. Kwa hivyo Shetani pia hawezi kuingia mbinguni kwa sababu yeye ni muongo. Na waongo wote, maana baba yao ni Shetani, hawawezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maana kweli haimo ndani yake. Kweli nani? Jesus Christ is the truth. Jesus is not in them, those ones who don't obey the 10 commandments of God. They are the children of the devil. Sons and daughters of Lucifer. They cannot enter into the kingdom of God. Jambo la pili, nayo inasema hivi. Je, mtu ambaye hasitii amri za Mungu, mtu ambaye hasitii amri za Mungu, je, anaweza kuwa anampenda Mungu? Mtu ambaye hasitii amri za Mungu anaweza kumpenda Mungu? Nasema nampenda Mungu, nampenda Yesu, nampenda Yesu, nakaa ndani yake, mimi nimeokolewa, na huko umekataa amri za Mungu. Hata katika amri ya the 4th commandments, ambayo sasa hiyo ndio tunaona wazi kabisa ya kwamba hiyo ukifunja tunaona umefunja, kwa sababu hizi zingine unaweza kuwa unasifuata, lakini huwezi kujua hiyo vile unakiremu namna hiyo ya kwamba mtu hawezi kujua vizuri kama unasitunza. Lakini hii ambayo tunaona the 4th commandment, wewe uitunzi, utunzi, lakini wewe unasema kwamba wewe ni mtu wa Mungu na unashika amri zake na unapumzika siku ya Jumapili ama Ijumaa ama siku yoyote katika juma. Mtu kama huyo anaweza kuwa wewe unaweza kuwa unampenda Mungu? Tuangalie katika maandiko. Kitabu cha John, Yohana 15 mstari wa 10, nao inasema hivi. Inasema hivi.
First John, samani, Yohana wa kwanza 5:3 inasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tusishike amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tusishike amri zake. Yaani kama tunampenda Mungu, tuwe tunashishika amri zake, tunasitii amri zake, tunasifuata amri zake. Maana Yesu mwenyewe anasema, mtazishika amri zangu vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kudumu katika pendo lake. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anakuambia unaofaa kuzitunza amri zake. Maana hizo amri zake ndio utakatifu wa Mungu. Ndio utakatifu ulio katika Mungu, ndio utakatifu ulio katika mwana wa Mungu. Unaona? Sasa swali jingine hapa nasema hivi, kitabu cha Yohana wa kwanza fungu la 2:6 inasema, yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake inampasa kuenenda mwenyewe vile kama yeye alivyoenenda. Yaani kama wewe unasema kwamba unakaa ndani ya Yesu, inakupasa kuenenda mwenyewe vile kama yeye alivyoenenda. Je, Yesu alienenda namna gani? Katika mienendo yake Yesu alikuwa akienenda namna gani? Yeye alikuwa anasitunza amri za babake, ikiwemo Sabato. Yeye alikuwa anapumzika Sabato. Mitume walikuwa wanapumzika siku ya Sabato. Yeye alikuwa anasitia amri za babake, hakuwa akiabudu miungu. Yeye kabatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameagiza ya kwamba watu wabatizwe kwa maji mengi. Alifanya namna hiyo. Yeye alikuwa akipenda watu, alikuwa akiwasaidia wasiojiweza, alikuwa akifanya yote ambayo yanaonekana kuwa yanafaa mbele za Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Yeye alikuwa anaonyesha ule upendo ambao ulio katika Baba, ndio alikuwa anaonyesha. Yeye alikuwa anawapenda watu wote, alikuwa anawafikia watu wote na kuwasaidia katika mahitaji yao. Je, wewe unafanya namna hiyo? Je, wewe unafanya jinsi ambavyo Kristo alivyoenenda? Je, wewe unakaa katika sheria zake? Je, unafuata nyayo zake Kristo? Unafuata Yesu jinsi ambavyo alivyoagiza, jinsi ambavyo alivyokuwa anafanya? Swali jingine, je, tusitii sheria ngapi? Siku moja Yesu akiwa na wanafunzi wake wakamuuliza kwamba ni amri gani iliyo kuu? Maana wakaziona hizo amri 10 zote. Je, tunaweza kushika zote kweli? Wakamuuliza ya kwamba ni amri gani iliyo kuu? Which is the greatest commandment? Aliweza kusamarahisisha amri 10 katika njia mbili. Katika sehemu ya kwanza, zile za kwanza 4, na kaweza from number 1 to 5, kutoka hapo mpaka 10. Hizi amri za kwanza 4 zinamzungumzia uhusiano wa Mungu ulio katika Mungu na mwanadamu. Yani the relationship between man and God. Inaonyesha that relationship between man and God. The relationship between man and man. Man to man. So, alisoma resota akasema the greatest commandment is love. God is love. So, ya kwamba lazima uonekane ukiwa na upendo. Uwapende watu wote, hata wale wasiopendeka, jinsi ambavyo Kristo alivyokuwa anawapenda. Unawapenda lakini unachukia maovu.
Yesu anapenda watu wake, lakini anachukia maovu. Na kila wakati Yesu alikuwa akifanya hivyo, alikuwa anawasaidia ili waweze kutoka katika uovu, waweze kuishi katika maisha ambayo yanayompendeza Mungu. Na hivyo ndivyo watumishi wake wanafaa kuwa, ili waweze kuwa nuru kwa wengine wasiomjua Mungu. Sasa Yakobo 2 mstari wa 10 hadi 12 inasema hivi. Nasema hivi: maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akachukua katika neno moja, amekosa juu ya yote. Nasikia mpendwa? Yaani wewe umeshika amri zote. Wewe umeshika amri zote. Unamwabudu Mungu. Wewe unafanya yote vile ambavyo inafaa, vile sheria inavyoagiza. Lakini ukachukua katika moja. Pengine unaabudu miungu, pengine unapumzika siku hiyo ya Sabato, amri ya 4, lakini huko unaabudu miungu. Pengine unaabudu hiyo siku ya Jumapili ama Ijumaa na umeikataa Sabato. Wewe pamoja na wale ambao hawajashika zote mko sawa. Nyinyi nyote mmevunja sheria za Mungu. Mmemwasi Mungu. Maana maandiko inasema kwamba mtu akichukua katika moja, amechukua katika yote. Kwa hivyo wewe umechukua katika yote. Umechukua katika yote. Yesu hayuko ndani yako. Wewe umpendi Mungu. Wewe unakuwa ni agent wa shetani. Unaona? Kwa hivyo tunahakikisha kwamba, wapendwa, sheria za Mungu sipo. Sheria za Mungu tunafaa kusitii sheria hizo. Unaona? Kwa hivyo ukichukua katika moja, umechukua katika zote. Ukifunja moja, umefunja zote. Ukitunza zote, ufunje moja, bado umefunja zote. Wewe pamoja na yule mwenye ambaye afuati kabisa, ajui hata kama amri za Mungu zipo ama zipo, mko kimoja. Nyinyi nyote mtaangamia. Sasa, je, mtu asemaye kuwa ameshika amri zake na huku asitii amri, anaweza kuwa ameokoka? Je, mtu kama huyu anaweza kuokolewa? Je, kama huyu mtu anaweza kuokolewa kweli? Kitabu cha Zaburi ni 119 mstari wa 155. Na inasema hivi: wokovu mbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Wokovu mbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Salvation is far from the wicked. Yaani wokovu uko mbali na wenye dhambi, kwa maana hawazitii amri za Mungu. Mtu ambaye azitii amri za Mungu hawezi kuwa ameokoka. Mtu ambaye azitii amri za Mungu hawezi kuwa na roho wa Mungu. Hawezi kuwa na roho wa Mungu ndani yake. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anakufundisha kwamba sheria za Mungu asipo, na anakuambia kwamba ako na roho wa Mungu, ujue sio roho wa Mungu, ni roho wa shetani. Kuproof, unaposoma kitabu cha 1 Corinthians 3:17 inasema, and the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. So Jesus Christ is the Spirit of God, and if that Spirit of God is not in you, you cannot be saved. Maana kupitia kwa Yesu yeye ndiye anayetuokoa. Yeye ndiye anayekaa ndani yetu. Yeye ndiye anayekaa ndani yetu.
Soma katika kitabu cha John 14:23 nayo inasema kwamba mtu akinipenda mimi na kuyashika maneno yangu, Baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake tufanye makao yetu ndani yake. Sasa kama Yesu hayuko ndani yako, unawezaje kuwa umeokoka mpendwa? Wokovu uko mbali na wenye dhambi. Wagani? Watu gani? Hao ambao hawasitii amri za Mungu. Hiyo ndio ukweli. Afadhali nikuambie ukweli unichukie lakini uokolewe, kuliko ni kufariki katika uovu ili upotee nao ukilalamika milele ya kwamba hukuambiwa. Hiyo ndio ukweli. Wacha tuelezane ukweli. Tasi watu naambia kwamba chunguzeni mambo yote, msike sana lililo chema. Yes. Je, Yesu, sasa mnauliza Yesu, sisi ambao tunashika amri zako, isipokuwa ya Sabato ya siku ya saba, tunaweza kuokolewa? Tumisoma hapo inasema ya kwamba wokovu uko mbali na wenye dhambi. Je, sisi tunaweza kuokolewa kweli? Sisi tunapumzika tu siku ya ufufuo Yesu. Kweli tunapumzika siku ya ufufuo Yesu, wewe ulifufuka tukaokolewa. Lakini hiyo ya Sabato hiyo ni kaona ni ya Wayahudi, atufuati Yesu. Sisi tutaweza kuokolewa kweli? Tutaweza kuokolewa. Kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 15. Inasema hivi. Kutoka 31 mstari wa 15 inasema hivi: kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya Sabato, hakika yake atawawa. Kwa hivyo unasikia? Sio ya kwamba utaokolewa, utawawa. That's why wakati katika Agano la Kale watu ambao walikuwa wanafunja amri ya 4 ya Sabato walikuwa wanawawa. Lakini kwa nini sasa huwawi? Kwa sababu Kristo amekuja, yeye kafanywa kuwa sheria yake kwetu sisi ambao tumemwamini. Kupitia kwake yeye tunaokolewa. Yeye ndiye anakuagiza ya kwamba utashika amri zangu vile mimi nilivyoshika amri za babangu na kudumu katika pendo lake. Ni hakika wale ambao watakao kataa kusitii amri za Mungu na kuzitunza, hakika mshahara wa dhambi wajue ya kwamba ni mauti. Ndio Kristo anakuja hivi, anasema nilikuja ili wawe na uzima. Nilikuja ili wawe na uzima tele. If you have Jesus Christ in you, you have eternal life. Kwa nini? Maana uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, pamoja na Yesu mwanao aliyemtuma. Na hiyo ndio uzima wa milele. Kwa hivyo wapendwa, tunamfuata Mungu na kusitia amri zake ili tupate uzima wa milele, uzima ambao uko katika mwana. Yeye mwenyewe anasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima, hakuna mtu achaye kwa Baba ila kupitia kwangu. Kwa hivyo tumfuate Yesu, tutii amri zake na kudumu katika pendo lake, na hiyo ndio tutakuwa na hakika ya kuwa na tumaini la uzima wa milele. Na hebu Mungu na asidi kuwabariki. Asante.